Viongozi wa kanisa la Nisa Dayosisi ya Kimishonari wamejitokeza na kuwaomba vijana kutokubali kutumika na wanasiasa, haswa wakati huu wa siasa. Wakiongozwa na Askofu Daktari Balozi Stephen Kalunyu, viongozi hao wamewaomba vijana kuwa mabalozi wa amani nchini wala sio chimbuko la vurugu. Tunasema kwamba tumekaribia siasa ya 2027. Tunashauri washirika wetu, vijana wetu wa Nisa, mahali popote mtaenda, tunawaomba ni muwe ndio mabalozi wetu, mtuwakilishe yale mambo tumekuwa tukiongea ya amani. Ni mkuwe mabalozi wetu, muhakikishe kwamba mnaongea amani. Hamtakubali kusawishiwa kwa pesa, kutukanana kwa mitandao. Hamtakubali kununua kwa pesa, kuwa goons. Hamtakubali kusawishiwa kutukana mtu yoyote ama kusababisha funjo kwa jambo lolote. Ni mtakuwa mabalozi wetu wa amani. Tunawaomba mahali yote mtaenda kama vijana wa Nisa, mtakuwa suluhisho kwa vijana wengine. Ongelesheni vijana, nyinyi ndio mabalozi wetu, vijana viongozi wa future na leo. Siku zijazo na leo nyinyi ndio viongozi wetu. Chukueni usukani sasa, muendelee kusawishi vijana wenu kuwa suluhisho na si sehemu ya shida. Musipatikane, mimi sitaki kuitwa kwa OCS yoyote kwamba kijana yangu ameshikwa, kwamba ametukanana kwa mitandao, kwamba ametukana mtu, kwamba amepiga mtu, kwamba amehusika, kama amepatikana mahali pabaya. Mikutano ya usiku tutaki, isipokuwa ya kanisa. Mikutano ingine yote fanyeni mchana, saa 2 kila mtu akuwe kwa mama yake, ili tuhakikisha kwamba vijana wetu wako safe, tusipoteze kura kwa vita ama kifo ya kisiasa. So usikurushe mtu mawe, usitukane mtu, wewe kuwa pastor wetu, kuwa mtu wetu wa dini, uhakikisha kwamba unahamasisha watu mahali yote tunaenda, kwa sababu tunataka tufanye utofauti mahali yote ambao tutakuwa kama watu wa National Independent Church of Africa. Ujumbe wake umeungwa mkono na Reverend Mary JK na Archdeacon Lucy Gacheri, ambao wamewahimiza vijana kutokubali kutumika vibaya na badala yake kuhubiri amani. Kadhalika, makanisa yameombwa kuwafunza wazee na wasioelewa kuhusu haki zao. Majina naitwa Archdeacon Lucy Gacheri wa kanisa la Nisa huku Kangeta Archdeaconry na Isiolo. Wakati huu tuko ni wakati mwingine wa kisiasa na ambao tunaona mioto ya siasa imepanda sana. Watu wale wanagombea, tumeanza kuona mambo kwa umbali, lakini ningetaka kushawishi watu wasikubali kutumika vibaya kisiasa. Tusikubali kutenganishwa ama kupigana na ndugu zetu ama na dada zetu kwa ajili ya viongozi wa kisiasa, kwa sababu wao wanatugombanisha. Na ukienda huko mbele utapata wanasalimiana, utapata wanaketi wanakula pamoja, na sisi huku chini ama mashinani hata kosana, tumepigana, tumeumizana bure. So wakati huu wa siasa, kama ni pesa itatutenganisha, tusikubali kutenganishwa na pesa. Ukiletewa pesa na mwanasiasa, wewe kula, kwa sababu tunaamini wakati mwingine ni taksi ya mwananchi. Wewe kula, lakini usikubali pesa ikusukume ukafanya madhara, ama pesa ikusukume ukapiga kura mahali ambapo unajua hutasaidika. Kula pesa kwa hekima na upige kura kwa hekima. Tuchague viongozi ambao tumeona wanafaa. Tusichaguane kwa sababu ya pesa ama kwa sababu ya mtu fulani. Na tundumishe amani wakati huu wote. Kwa makanisa tuendelee kuelimisha watu wetu, kama wale wazee ambao hawajajua vile siasa zinaendelea, wasikuje kuuziwa uvumi alafu wakaenda kupiga kura visivyo. Na ile ningetaka kuwahimiza wananchi wote ni kwamba amani ni kitu mzuri sana, na amani inaanza na mtu mwenyewe. Ikiwa wewe utakuwa na amani, ni kweli utaweza pea mwingine. Wacha amani yetu ianze na wewe,
ukiwa na amani upee huyo mwingine, na siasa haitakuwa na chuki yoyote. Wakati tutakuwa tukipatana na waomba kura, isiwe ni wakati wa kutukanana, isiwe ni wakati wa furugu, iwe ni wakati mzuri kupeana masikio na pia kusikia onja ambayo mwanasiasa anataka kuwa nayo. Tuangalie msimamo wake mwanzoni, na pia tuone ni kazi gani ameweza kufanya. Na hata kama amekuwa mwanafunzi, juu tunataka kuhimiza hata vijana waombe kura kwa wingi. Wakati amekuwa mwanafunzi, kuna zile kazi aliweza kutekeleza akiwa vile alivyo. Tuangalie historia yake, tuone ni mtu wa aina gani, alafu tumpe nafasi ya uongozi ikiwa anafaa. Ninaomba Mungu sana, hata sisi kama wananchi tusiwe watu wa kuana, tusiwe watu wa kutesa wale wengine. Upea mtu nafasi yake ajitetee, aseme ni nini atafanya. Ikiwa ni pesa, ukichukua pesa bila kupiga mdomo sana, haita kudhuru. Kula pesa ni yako, sababu amechukua muda wako, alafu piga kura kwa busara mingi.